Hii ni Fullshangwe TV. Habari zaidi. Yangu ninaitwa mchungaji Dr. Alphonse Boniface Temba. Mchungaji Dr. Alphonse Boniface Temba. Na leo tarehe 28 mwezi wa 6 2025 nimechukua fomu ya kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Kibamba. Sababu kubwa za kunifanya nichukue fomu hii ya kugombea jimbo la Kibamba, namba moja, ni kwa sababu ni haki yangu ya kisheria kufanya hivi pale ambako kuna nafasi zilizotoka. Kwa hiyo kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi anaruhusiwa kama anao uwezo wa kuchukua fomu na kuomba nafasi yoyote kama vile tunavyoruhusiwa kupiga kura. Kwa hiyo kipindi hichi nimeona nichukue fomu mimi kama mchungaji, nichukue fomu ili niweze kugombea, ili yale ambayo hayajatimizwa niweze kuyatimiza. Lakini sababu nyingine ya kuchukua fomu ni kwa sababu nimeona mwenyewe binafsi na bado ninaamini kwamba CCM ni chama ambacho kimejizatiti kwa vizuri sana. Yaani chama hichi kwa sasa hivi kimekaa kwenye viwango vya juu sana. Mwenyekiti wa taifa mama yetu Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana pamoja na timu yake. Chama kimekuwa kwenye hali ambayo ni nzuri, kinapambana na rushwa, chama ambacho ni mfano. Mimi nimekaa nchi 13 duniani. Hakuna chama Afrika ambacho kimejipambanua vizuri, ambacho kiko kina quality zote za kichama kama Chama cha Mapinduzi. Ndio maana hata hapa kwa sasa hivi unavyoona imekuwa tofauti na vyama vingi. Sasa hivi unakuta watu washachafuana kwenye mitandao. Lakini sisi tumepewa nafasi. Kwanza tunavyo vitabu hivi vya kanuni. Na katika vitabu vya kanuni kuna miiko ya uongozi. Na leo nataka kuzungumzia chama kwa sababu mimi leo nataka nikizungumzie nikisifu hichi chama. Leo hii nataka niwaambie wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wasio wanachama wa Chama Mapinduzi, kwa sababu mimi niko hapa kwa ajili ya hichi chama. Siko hapa kama mimi. Ni hichi chama katika miiko ya uchaguzi ambayo inayozingatiwa ule ukurasa wa 35 A au moja inasema ni mwiko kwa kiongozi, mgombea au mwanachama wa CCM kupokea rushwa. Kwa ajili hiyo kiongozi mgombea yeyote wakati wa uchaguzi akithibitika kuwa ametumia rushwa katika jitihada zake za kuwania nafasi anayeiomba hata teuliwa kugombea nafasi hiyo. Hali kadhalika mgombea yoyote atakayethibitika kuwa ameshinda uchaguzi kwa njia ya kutoa rushwa atanyang'anywa ushindi alioupata na pia atazuiwa asigombee tena katika uchaguzi mwingine wowote kwa muda utakaoamuliwa na kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, au atapewa adhabu kubwa zaidi ya hiyo kama ilivyoonekana inafaa. Mimi siwezi kuzungumza chochote kwa sababu bado ninaamini mamlaka za chama, vikao vya chama vitafanya maamuzi. Lakini leo lazima nisimamie katiba na maadili, taratibu na kanuni katika wana CCM wote nchi nzima. Na mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mchungaji. Kwa hiyo kama ni mchungaji nina nafasi ya kukiombea chama, nina nafasi ya kukemea rushwa, kwa sababu katika maadili imeandikwa kwenye kanuni kwamba watu wasitoe rushwa. Wagombea wasitoe rushwa. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kama mtumishi wa Mungu ndani ya nchi hii. Mama yetu Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Mapinduzi, amekuwa akikemea. Tunaona sasa hivi Wasira amekuwa akikemea. Makamu mwenyekiti amekuwa huko kanda ya Ziwa amekemea vikali juu ya matumizi ya rushwa, na pia kanuni zinazungumza nyingi kwamba ni marufuku ya wagombea watiania kuwa na vikundi kwenda kutoa rushwa. Na mimi nimemwomba Mungu jimbo la Kibamba halitachukuliwa na mtu ambaye atatoa rushwa. Halitachukuliwa kwa sababu serikali inatumia fedha nyingi sana. Kuna watu wanaitwa TAKUKURU wanapata bajeti kubwa sana, kazi yao ni kupambana na watu wanaotoa rushwa na kuwakamata. Mimi kama mtumishi wa Mungu ninaye nafasi ya kuomba, nitapiga magoti, nitamsihi Mungu nchi nzima kwamba watu wasiingie kwenye madaraka kwa kuwa wametoa rushwa. Maandiko matakatifu yanasema rushwa inafanya watu kuwa vipofu. Ndio maana watu wanarudi baada ya ubunge kuisha, watu wanalalamika kwamba mbunge hakufanya chochote. Na kwa sababu hiyo mimi nitasimama kwenye sehemu yangu kama mtumishi wa Mungu kuomba yeyote atakayetoa rushwa akijificha, lakini Mungu anamuona.
kutakuwa na neema ya ajabu itakayoshuka. Hata akipita pasi kuonekana, hata kaa ndani miezi 6, ili iwe fundisho kwamba kuna watu wamepakwa mafuta, wako wakina Elia, hata maisha ya leo wanaweza kumuomba Mungu akasikia, kwa sababu rushwa inapingwa katika Chama cha Mapinduzi, rushwa inapingwa katika nchi yetu, rushwa inapingwa kwa kila mtu. Kwa hiyo tusiwalazimishe kuwapa watu pesa. Kama unafaa, kama ninafaa, silazimiki kununua. Uongozi si wa kununua. Mimi mwenyewe nimeshajimwomba fai kwamba sintatoa hata shilingi moja. Hivyo basi nataka niseme kabisa kwa nchi nzima kama mtumishi wa Mungu. Sasa hivi siongee kama mgombea. Nina kofia ya utumishi wa Mungu, na nchi hii, serikali hii inaheshimu sana. Chama cha Mapinduzi kinaheshimu watumishi wa Mungu. Kwamba hakuna mtu yeyote ataanza kuwapa rushwa wananchi apate madaraka, kwa sababu ndio kunakuwa na vilio. Kwa sababu maandiko yenyewe yanasema rushwa inawafanya watu kuwa vipofu. Watu hawaoni kwa sababu wamenunuliwa. Na sisi tunasimama kwenye sehemu yetu kukemea. Na nimekuwa nikikemea muda mrefu sana mambo ya rushwa. Hii ni Fullshangwe TV, habari zaidi.